Kiukweli kwenye maisha tunakutana na vitu vingi. Tunakutana na watu wengi ambao baadhi yao wanatuvunja na kutuumiza mioyo yetu. Lakini pia kuna wakati tunatamani kulipa visasi kwa yale yote ambayo tumetendewa. Na kuna baadhi ya watu wanafanikiwa pia kulipa kisasi. Lakini pia kuna baadhi ya watu wanashindwa kulipa kisasi, ila mioyoni mwao wanabaki wakiishi na kinyongo daima. Ninasema haya leo kutokana na moja kati ya kisa ambacho nimekuletea. Hichi ni kisa ambacho kinamhusisha mwanamke mmoja kutoka Pakistani. Huyu ni mwanamke ambaye alikubali kuolewa na mwanaume ambaye alimuua mume wake, lakini sababu kubwa ya kuolewa na muuaji wa mume wake, nia yake ilikuwa ni moja tu: ni lazima alipe kisasi kwa huyu bwana aliyemuua mume wake. Kwani ilikuwaje? Na ni kwa nini mwanamke huyu aliamua kuolewa na mtu huyu ili aweze kulipa kisasi? Je, angeweza kulipa kisasi kwa namna gani? Ungana nami ili uweze kujua ukweli wa stori hii, ama ukweli wa kisa hichi kutoka Pakistani. Kisa hichi kinamhusisha mwanamke mmoja kutoka pale Pakistani katika wilaya moja ambayo inaitwa Bajwa. Huyu ni mwanamke ambaye katika maisha yake alibahatika kupata mwanaume ambaye walipendana sana, wakaoana, wakabahatika kupata mtoto mmoja, na maisha yakaenda. Yalikuwa ni maisha yenye furaha sana, na mwanaume huyu alikuwa anafanya kazi kwenye moja ya kampuni ambayo ilikuwa inajihusisha na usafirishaji. Kiukweli kulikuwa hakuna shida, lakini mume wa mwanamke huyu inasemekana kwamba alikuwa na rafiki yake. Rafiki yake huyu alikuwa anaitwa Gulistan. Huyu ni rafiki ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa mume wake. Mke anasimulia kwa kusema kwamba siku moja mume wake alirudi kazini, akawa anajisikia vibaya, hayuko vizuri, kachoka, kizunguzungu, kama kuna kitu kinamsumbua. Sasa ni nini mke afanye? Akaona ni vema ampigia rafiki yake wa karibu ambaye anaitwa Gulstani, labda atatoa msaada kuwafikisha hospitali mara moja. Lakini alipofika bwana huyu, cha kwanza kumtazama rafiki yake, kiukweli aligundua rafiki huyu hali yake ni mbaya, wala sio nzuri. Akapata wazo, kabla hawajapeleka hospitali, ni vema aende kununua baadhi ya dawa 2-3 ambazo zinaweza zikampunguza ama zikatuliza maumivu ya rafiki yake. Akatoka mbio, punde sipunde akarudi na sindano 2, zote zina dawa. Kwa mujibu wake Gustani, ni dawa ambazo zingeweza kumsaidia rafiki yake ajisikie vizuri, ili baada ya hapo waweze kwenda hospitali. Lakini alipomchoma sindano ya kwanza, akaja akamchoma na sindano ya pili, pale ndipo hali ya rafiki yake ilipobadilika kabisa. Wala haikuwa hali nzuri, ikazidi kuwa hali mbaya. Wakaona hapa hakuna namna, ni vyema wamkimbize hospitali. Lakini walipofika hospitali, kwa bahati mbaya mume huyu alipoteza maisha. Hicho kikawa ni kifo fulani cha kutatanisha kidogo, kwa sababu hali ilibadilika na kuwa mbaya baada tu ya rafiki yake kumchoma sindano kwa madai ya kutuliza maumivu. Mke baada ya kuona hilo lilimpa taharuki, likamfanya abaki na maswali kichwani. Imekuwaje? Mbona tu shemeji alipomchoma sindano mume wangu, hapo ndipo hali ilipobadilika na mpaka kumpelekea umauti? Hapana. Alipojaribu kuwauliza madaktari, wakasema labda sindano ambazo alichomwa kabla ya kuja hospitali zinaweza zikawa ni sindano zilizosababisha kuyatoa maisha yake, yaani ni sindano ambazo zilikuwa na sumu. Hapo moja kwa moja mwanamke huyu akalipitisha kichwani kwamba Gustani, ambaye ndiye shemeji yake ama ni rafiki wa mume wake, ameshiriki kwa 100% kumuua mume wake kwa kumwekea sumu kwenye zile sindano alizomchoma. Moyoni akabaki na kinyongo, lakini akawaza jambo, ni lazima nije kulipa kisasi kwa huyu bwana aliyemuua mume wangu.
Mipango na harakati za mwanamke huyu kuweza kulipa kisasi zikaanza. Unaambiwa alitumia takribani miezi 6. Kila njia aliyoitumia haikuzaa matunda. Ilikuwa ni ngumu sana kwa mwanamke huyu kuweza kulipa kisasi, lakini baadaye akaona ni vema atafute plan B. Plan B ilikuwaje? Plan B akaona ni vema atumie njia ya mapenzi, njia ya mahusiano. Labda hiyo ndio njia pekee ambayo ingeweza kufanikisha adhima yake ya kulipa kisasi kwa huyu bwana. Huwezi kuamini, mwanamke huyu akajirengesha, akawa karibu na shemeji yake ambaye ndiye inasemekana au na yeye anaamini aliyemuua mume wake. Unajua tena, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mwanamke alifanikiwa kumnasa Gustani kwenye penzi zito, japo jamaa huyu alikuwa na mke pamoja na mtoto, lakini kwa sababu ya mapenzi moto moto ambayo mwanamke huyu alimpa huyu bwana akaamua kutelekeza familia na kumuoa mwanamke huyu, wakaenda kuishi mbali. Hapo ndipo picha lilipoanza na ndipo picha lilipokolea zaidi. Maisha ya mwanamke huyu na mwanaume ambaye amemuoa mume wake yakawa ni maisha yenye furaha sana. Kila mtu alionyesha kuridhika kwa uwepo wa mwenzie, lakini mwanamke huyu wa Kipakistani moyoni mwake alikuwa ana kinyongo na ana mipango mizito ya kisasi. Swali likaja, je, atawezaje kulipa kisasi? Atafanyaje kuweza kumuua mwanaume huyu? Siku moja akamtega kwa kumwambia mume wake, hivi anaonaje amnunulie bastola, kwa sababu siku zote mwanaume anapoondoka na kwenda kazini anabaki peke yake, hivyo anahofia vibaka, wezi au majambazi wanaweza akamvamia, alafu akawa hana silaha yoyote ya kujilinda. Hapo Gustani akaingia kingi, akanunua bastola kwa dola 180, akamkabidhi mke wake. Hiyo ndiyo itakomsaidia kwenye ulinzi pale nyumbani kama wakijitokeza wezi akiwa yeye hayupo. Hapo ndipo mipango ikawa imekamilika kwa 99.9. Mwanamke huyu anaisimulia mahakama, anasema kwamba siku moja usiku wa saa 7 alitegea mume wake amelala, akaenda ndani akachukua bastola moja kwa moja akamfata hadi kitandani bila huruma, bila kupepesa macho, akamnyoshea bastola kichwani, akafyatua risasi ya kwanza pa, lakini pia akaokoka kwa mara nyingine, akafyatua risasi ya pili upande wa kulia kwenye mbavu. Hapo hapo bila kutapatapa, Gustani akapoteza maisha. Hapo mwanamke huyu akawa ametimiza lengo lake la kulipa kisasi kwa mtu ambaye alimuua mume wake, na kazi hiyo unaambiwa kwamba ilitumia miaka 3, yani miaka yote 3 anaishi na mtu ambaye alimuua mume wake, naye anaishi kama ni mume wake, lakini lengo lake lilikuwa ni moja tu, ni lazima alipe kisasi kwa yote ambayo anaamini na inasemekana pia aliyafanya kwa mume wake kipenzi. Baada ya kufanikisha jambo hili, mwanamke huyu wala kukimbia, akabaki pale pale, huku chumba kizima kimetapaka damu. Watu walisikia milio ya risasi. Waliposogelea kwenye nyumba ile, wakatamaki kushuhudia kwamba mauaji yametokea. Polisi wakahabarishwa, wakajulishwa kuna tukio. Walipofika wakamchukua mwanamke huyu, wakampeleka kituo cha polisi, wakachukua maelezo yake mpaka mahakamani. Lakini alipofika mahakamani kwa kesi aliyonayo, huwezi kuamini, mwanamke huyu alikiri kwa makosa aliyoyafanya na akasimulia kisa kizima na mkanda mzima kwa nini ametekeleza mauaji hayo. Pointi yake kubwa na ya msingi, anasema kwamba aliamua kumuua Gustani kwa sababu huyu ndiye aliyemuua mume wake kwa kumchoma sindano zenye sumu. Na hayo ndiyo yalikuwa maelezo yake, na akaeleza mpango mzima alivyoupanga toka siku ya kwanza hadi ulipokuja kutimia siku ya mwisho. Mahakama ikajiridhisha na maelezo yake
lakini mwisho wa siku wakatoa hukumu mwanamke huyu aende jela. Mwanamke alienda jela. Hadi hivi sasa mimi ninapozungumza na wewe, mwanamke huyu raia wa Kipakistani yuko jela, japo majirani wanasema kwamba Gulistan alikuwa ni mtu mwema, hakuwa na makuu, ni mtu ambaye alikuwa na moyo safi kabisa, ila wanashangaa sana